Yes, hali gani mtazamaji wa M15 TV? Karibu tuzungumze mengi ya kimichezo. Kama kawaida nimekuja hapa kwa ajili ya kufata story. Hapa ni mazungumzo kadha wa kadha. Niko na mchambuzi kutokea Kiss FM Nabwela, senior kabisa kwenye game. Na Mpamu wa soka. Bwana is AKA tatu. Hapana, unajua wakati mwingine tunakuwa na hizo AKA ili kuweza kuweka utofauti, sababu Nabwela ni jina langu la ukoo. Unaelewa, Daudi ndio jina langu. Na mimi nikwambia juzi hapa nimeona mnafanya mazoezi sana kocha mpya wa Yanga kutamka ile jina. Sasa hata jina langu mimi Jones watu wengi wanakosea. Mimi siitwi Daudi, mimi naitwa Daudi Yasin Nabwela au Mpamu wa soka. Niambie ndugu yangu. Bwana, Nabwela yako mengi sana ambayo yamejiri kwenye uga ya michezo, lakini kubwa ni ile ambalo wamelifanya Young Africans. Yamezungumzwa mengi sana hapa Tanzania kwamba usajili wa jina la Shalulile ilikuwa inaonekana kuwa haiwezekani, lakini Young Africans wameweza kwa mara ya pili. Young Africans wanaweza kitu ambacho kilikuwa kinaonekana kigumu. Waliweza kwa Stefan K. Aziz, ilionekana ni ngumu kwa Aziz kuja Tanzania akaja, lakini Peter Shalulile naye imewezekana pia. Tuambie, huu ni usajili wa namna gani Peter Shalulile kucheza ndani ya Young Africans? Ni usajili mkubwa kuwahi kufanyika nafikiri kwenye mpira wa Tanzania kwenye miaka hivi karibuni. Nasema usajili mkubwa kwa sababu usajili wa Shashaman kwenye mpira wa Tanzania, nazungumzia mpira wa Tanzania, unakwenda kuongeza thamani kwenye maeneo mawili. Kwanza kwenye mpira wenyewe wa Tanzania, lakini pia ndani ya Dar es Salaam Afrika. Na thamani yenyewe, unajua majina makubwa yanapokuja kwenye nchi husika kucheza mpira, tafsiri yake tunasema ile display inakwenda kuongezeka. Thamani ya mpira wa nchi inakwenda kuongezeka. Nitakupa mfano ambao wenye uhalisia na wewe nafikiri utauadmit. Ligi ya Saudi Arabia. Nafikiri Saudi Arabia walianza kucheza mpira siku nyingi sana. Sio, umeelewa? Lakini uwepo wa Cristiano Ronaldo, kila kitu kilikwenda kubadilika. Thamani imeongezeka, lakini pia visibility imezidi kuongezeka. Hata display yenyewe kwa ujumla ya mpira wa Saudi Arabia imeongezeka. Sasa hivi Saudi Arabia watu wanauza jezi, Tanzania watu wanavaa. Ni kwa sababu kuna majina makubwa yameenda pale. Hivyo hivyo kwenye mpira wa Tanzania, uwepo kama wa watu kama kina Shalulile, Nio Maema alipokuja, Rushan Derek, lakini pia unazungumzia watu kama kina Juma Shabani, Yeni Kibanga la Litombo. Uwepo wao tu walipokuwepo kwenye mpira wa Tanzania, tafsiri yake kuna namna tulianza kuingia kwenye ubongo wa mashabiki kama kwa watu wa mpira kwamba Tanzania inawezekana kuna kitu cha tofauti kinakwenda kutengenezwa. Sasa hata Shalulile uwepo wake unakwenda kuunganisha hiyo doti. Tafsiri yake watu wengi watataka kujua Shalulile nini atakwenda kufanya kwenye nchi ya Tanzania akiwa na Dar es Salaam Afrika. Na Shalulile tunasema ni moja kati ya iconic player kwenye CAF Champions League. Sahihi. Achilia mbali namba, maana kuna watu wanaweza kusema namba, umri, hivyo vitu vyote, kwa sababu kwenye football chochote kinachofanyika kinamaanisha namba. Ukigusa mpira hata mara mbili, hiyo ni namba, unajua. Unaelewa? Ukikosa magoli, hiyo ni namba. Sema tu kwenye nchi yetu watu huwa tuna kasumba ya kutafuta namba ambazo zinavutia zaidi. Of course ndio namba ambazo zinaleta taswira kubwa na ndo zinabeba taswira ya mpira. Nizungumzia magoli na assist. So umeelewa? Hivyo vitu ndo vinabeba taswira kubwa kwenye mpira. Kokote kule utakakoenda. Lakini kwa Shalulile generalize kwenye nchi ya Tanzania uwepo wake utakwenda kuongeza thamani kubwa sana kwa ligi ya Tanzania na upande wa Dar es Salaam Afrika. Sasa bwana, Nabwela, wapo wengi ambao wameanza kubeza kutokana na takwimu ambazo zimetoka nazo msimu uliopita. Kiuhalisia hakuwa anaonekana akianza ndani ya kikosi kama ambavyo ilivyokuwa baada ya kocha mpya kuja pale Mamelodi. Magoli 3, watu wanasema kwamba Shalulile amekuja kama maji ya jioni kwenye ligi yetu. Unajua hizo wakati mwingine zinakuwa ni perception, umeelewa, na mitazamo ya watu Jones. Na mimi nataka niweke kwenye muktadha ambao
watu waelewe, wakati mwingine kuna aina sajili huwa zinafanyika, mantiki kubwa inakwenda kuisaidia timu inanufaika vipi? Ndo hichi sasa nachotaka nikwambie. Shalulile achilia mbali namba zake, daraja lake na kile ambacho amekifanya kwenye mpira barani Afrika kwa ngazi ya vilabu na hata kwenye ngazi ya timu ya taifa. Kwanza tambua Shalulile ni kiongozi, sio, unaelewa? Alafu pia tambua Shalulile daraja lake ni kubwa kama mchezaji. Uwepo wake ndani ya Yanga utakwenda kuwanufaisha vijana wengi ambao wako ndani ya Dar es Salaam Afrika. Ukiacha kufunga mazoezi tu, akiwa anafanya mazoezi wakina Mzize, sio, umeelewa? Umemtaja Mzize, kitu kizuri sana. Mzize hichi ambacho tunakiona sasa hivi na tunakiimba, msingi mkubwa wa Mzize kufikia hapo tunaweza kusema 20% ulichangiwa na uwepo wa wachezaji kama kina Fiston Kalala Mayele ndani ya Yanga Afrika. Yeye ni Kibangala, Khalid Aucho, hao wote ni wazuri kwenye kuwafanyia wachezaji wenzao mentorship. Umeelewa? Kwamba Jonzi, wewe mpira unajua, una kipaji, lakini fanya hichi, fanya hichi, fanya hichi, fanya hichi. Nilikuwa nafuatilia interview ya Khalid Aucho kwenye kipindi cha physics na Dennis Mkani. Mule kuna sehemu anasema yeye alikaa na Faisal Salum Feitoto. Anamwambia Fei, wewe midfield una kipaji kikubwa sana. Umeelewa? Lakini kwa namna ninavyokuona kwa kipaji chako, wewe unatakiwa usogee juu. Sawa. Kwa sababu kule wewe utafanya makubwa. Umeelewa? Lakini angalia, Fei kacheza Zanzibar, Singida kakunini sana, lakini wakati wa Mwenyeza Hela Fei alikuwa anatumika muda mwingi sana kama holding midfielder. Watu wakasema kiungo gani mvunja kuni anacheza rafu, lakini angalia mtu kama Haridi kakaza udogo huyu akacheze juu. Na kweli tunaona sasa hivi sasa uwepo wa Shalulile Yanga Afrika kwenye kiwanja tu cha mazoezi afiki pale, itakwenda kuwasaidia watu kama kina Mwanengo wale, itakwenda kuwasaidia watu kama kina Mnyambo, sio, umeelewa? Na hata Mzize mwenyewe kuna kitu atakwenda kukiongeza kwenye game yake kupitia Shashaman. Sasa wakati mwingine kwenye football sio swala tumchukue mchezaji mwenye umri mdogo mwenye namba kubwa aje kutusaidia, hiyo ina faida, lakini kuna faida chanya zaidi ukimpata mchezaji ambaye ni kiongozi na mzoefu kwenye timu yako, kama ambavyo Dar es Salaam Africans wamempata Shashaman. Na kingine, sajili yoyote ile Jones, unajua wewe, umchukue mchezaji wa umri wa miaka 20, umchukue mchezaji wa umri wa miaka 32, kinachomata wakati mwingine ndani ya kiwanja ni nini huyo mchezaji atakwenda kudeliver. Si unazungumzia ndani ya kiwanja, yes, nini atakwenda kudeliver. Peter Banda alikuja Tanzania akiwa na umri gani? Mdogo sana. Tena anatoka Europe, timu yake ilikuwa inacheza Champions League kama utakuwa nakumbuka. So umeelewa? Nini kilikwenda kutokea? Hakudeliver chochote. Simba walimsajili Medi Kagere. Yes. Kutoka Gor Mahia. Mimi nimeanza kumjua Medi Kagere tangu mwaka 2007. Sio, umeelewa? Lakini Medi kaja kucheza Simba miaka 2017. Kuna miaka mingapi imepita? Miaka 10. Sio, umeelewa? Tafsiri yake Medi anakuja Simba tayari senior. Yes. Yaani Medi anakuja Simba anakuja kumalizia mpira wake. Alichokifanya Medi Simba. Sasa hivi ukiwauliza watu wengi anakuambia hakuna goli pocha kwenye nchi hii kwa kupita kama Medi Kagere. Lakini alikuja kama senior. Nani? Chris Kope Mushimba Mugalu. Bulu Seka. Yaani mimi ukiniuliza moja kati ya maseka ambao natamani kuwa nao kwenye timu yangu ni maseka wenye kariba ya Mugalu. Lakini alikuja kwetu. Yes, lakini alikuja kwetu umri ulikuwa umesogea, lakini angalia alichokifanya. Sasa umeelewa? Cletus Chota Chama eji yake, angalia anachokifanya. Jonzi asikudanganye mtu. Timu zetu nyingi za Tanzania zinaishi kwenye mipango ya muda mfupi. Yes. So umeelewa? Sasa kwenye mipango ya muda, na sio timu zetu tu Tanzania, Afrika timu nyingi zinaishi kwenye mipango ya muda mfupi. Sasa kwenye mipango ya muda mfupi wakati mwingine unahitaji kuwa na wachezaji ambao wana maturity, wako matured enough. So umeelewa?
Young Africa wamemchukua Shashaman kwa lengo la kutaka akawasaidie kwenye michuano ya kimataifa. Sasa umeelewa? Lakini pembeni yake kuna damu changa ambazo zitakuwa zinapata ujuzi. Kwa hiyo mimi nafikiri Shashaman kwa ndani ya kiwanja tusubiri kuona nini anaweza akafanya, lakini nje ya kiwanja atakuwa na msaada mkubwa sana kwa Yanga Afrika na kwenye mpira wa Tanzania, hususan kwenye eneo la kibiashara. Sasa tukizungumzia ushindani ndani ya kikosi, Clement Mzize ni kama amerejea baada ya kutoka kwenye majeraha muda mrefu ambao amemkalisha takriban msimu mzima ambao umepita. Pengine kwa nafasi yake, nafasi ya ushambuliaji kama namba 9, lakini anakuja goalpoacher mwingine ambaye ana experience zaidi ya Clement Mzize. Pengine labda hii tayari imewasha taa za kijani kwa Clement Mzize aweza kujifunza ama kutafuta changamoto nyingine kama ataona ndani ya Young Africans nafasi kupatikana ni ngumu. Kwanza unatakiwa uelewe klabu kama Young Africans, si ndio? Sio sehemu ambayo unaweza ukaenda ukaenjoy pale. Sababu Young Africa muda wote wanamaanisha wanataka kushinda. Chochote ambacho wanakipigania. Labda huko ukiacha kwenye kimataifa huko bado mipango inatakiwa waisuke kweli ili kuweza kupata hayo mataji. Lakini kwa hapa ndani ukiwa Young Africa basi tambua kuwa huko kwenye eneo ambalo muda wote shinikizo litakuwa linakuangukia. Kwa Mzize kuletewa Sharulile nafikiri itakuwa na faida kwake kwenye kukuza game yake. Itakuwa na faida kwake kwenye kujifunza, lakini pia itakuwa na faida kwa Yanga Afrika kuwa na wachezaji ambao wana quality hali ya juu kwenye eneo moja. Wakati ambao Mzize anajifunza kwa Mayele, Yanga walikuwa na Mayele, walikuwa na Kennedy Musonda, wakawa na Mzize. Umeelewa? Tafsiri yake ni kwamba una senior wawili lakini una kijana mmoja ambaye anajifunza. Huyu kijana apate ujuzi ili aweze kukomaa. Sasa Mzize mimi sifikirii yeye kuweza kuondoka kutafuta changamoto nyingine. Ila ninachokiona kwanza itamsaidia kwenye kujifunza, lakini pia itamsaidia kwenye kulikava. Wakati shinikizo likiwa zaidi kwa Shashaman, yeye atakuwa anapata muda zaidi wa kuweza kulikava na kuweza kurejea kwenye fomu yake. Kumbuka ametoka kwenye injury ambayo pengine ingeweza kusitisha ama kuhatarisha kwa kiria yake ya mpira. Tumalize na hili hapa. Wapinzani wa Young Africans msimu huu unahisi wataenda kujiimarisha zaidi baada ya sajili hii kufanyika, ama tuendelee kusubiria vilio na malalamiko JSM anaharibu ligi? Unajua kwa Simba nafikiri wao wenyewe michakato yao ya usajili washaichora, kwa sababu walimaliza msimu uliopita wakiwa kwenye fomu nzuri sana. Sio, umeelewa? Sasa na hata ukiangalia timu yao Simba wanahitaji kuboresha kwenye maeneo machache sana timu yao. Yanga Afrika wanatakiwa kujenga timu yao. Kwa sababu Yanga na hata Alikamwe alizungumza wao kwenye mipango ya kujenga timu, sio kuboresha timu. Kwa sababu ule uti wa mgongo kuna namna tayari ushaanza kuchoka. Sio, umeelewa? Unazungumza watu kama kina Aucho, kina Diara, Jobu, Bakari, Baka, Kibwana, kina Mayele walipita. Wote hao wengine wameondoka. Kina Maxim pia Nzengeli, na hata ukiangalia sajili zao sasa hivi wanavyosajili ni kutaka kurejesha ile skeleton ya timu. Sasa kwa Simba nasema wao wanahitaji maboresho kwenye eneo madogo. Ile timu yao Shombi nani Jones, kama wakipata top striker mathalani, kama wangefanikiwa kumpata Sharulile, wangekuwa wameenda kutibu tatizo kwenye timu yao. Lakini naamini kuna option nyingi sana za washambuliaji. Wamemsajili yule Dumbia, nafikiri ni mchezaji ambaye takwimu zake anaonyesha ana uwiano mkubwa sana wa kufunga magoli. Kama ataweza kufanya kile ambacho walikuwa wamekifanya huko alikotoka, msingi wake ni kwamba Simba watakuwa wameenda kutibu kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini pia eneo jingine ambalo Simba wanatakiwa kuboresha ni kwenye eneo la kiungo wa chini. Nafikiri wanatakiwa kumpata a box midfielder, mchezaji ambaye anaweza akakupa kitu kwenye nyakati zote mbili kiwanjani, timu inapokuwa na mpira na timu inapokuwa haina mpira. Inapokuwa na mpira
awe anafanya tunasema zile awe anahusika kwa namna moja ama nyingine kwenye kutengeneza magoli ama kwenye kufunga magoli, kama ambavyo Mudathir Yahya amekuwa akikifanya hicho kitu ndani ya Dar es Salaam Africans. Simba hawana kiungo mwenye profile ya Mudathir, yaani mchezaji ambaye anaweza akacheza kwenye eneo la kiungo akakupa energy, akakupa uimara timu ikiwa haina mpira, na akakupa uwiano mzuri timu inapokuwa na mpira, hususan kwenye kufanya mikimbio ama kwenye kutengeneza magoli ama kwenye kufunga magoli pindi ambapo timu yake inapokuwa na mpira. Kwa hiyo anatafuta kumpata kiungo wa namna hiyo. Natamani kuona Jabbar, si ndio? Wamemtoa Stellenbosch huko. Ni nini atakwenda kukifanya? Ni nini atakwenda kukiongeza kwenye kikosi cha Simba Sports Club? Lakini eneo jingine nafikiri Simba wanatakiwa kumpata center back mwingine ambaye atakwenda kuwa challenge Rushan Derek na Ismaila Toure, kwa sababu bwana mdogo Nangu ametoka kwenye injury ambayo ilikuwa mbaya sana kwake, hatujui akirejea atakuwaje. Abdulrazak Hamza na mwenyewe tangu amejiunga na Simba ni beki ambaye ana potential, lakini bado fitness yake iko chini, inaonekana ana injury prone, ni mchezaji ambaye huwa anaumia mara kwa mara. Kwa hiyo kwenye hilo eneo Simba wanatakiwa kupata standard ya beki ambaye atakwenda kuchallenge moja kwa moja kwa watu wawili. Lakini eneo jingine nafikiri Simba wanatakiwa kumpata mchezaji ambaye atatumika kwenye upande wa kulia. Of course wanaye Nathaniel Chilambo, lakini Chilambo ambaye anaweza akatumika kushoto na kulia wakati mwingine. Lakini binafsi naheshimu Duchu, ndo kazi yake ile. Shomari Kapombe senior, mchezaji ambaye anaelekea tamati kwenye career yake kimpira. Sioni kama Shomari anaweza kaa na misimu miwili hadi mitatu ndani ya Simba kwa namna ambavyo alivyo. Ikitokea hivyo tunasema ni fair play, tunatakiwa kumpongeza mchezaji kwa namna ambavyo ameweza kujitunza na kuishi kwa muda mrefu kwenye game. Lakini kwenye lile eneo Simba wanatakiwa kulitizama kwa kiasi kikubwa sana eneo la fullback kwa upande wa kulia, eneo ambalo mimi binafsi naliona Duchu. Of course ni mchezaji ambaye yuko Simba kwa muda mrefu, lakini naona kama Simba wanafanya mark time kwake. Yaani kwa kuheshimu pia kile ambacho anakifanya, uwepo wake ndani ya Simba amekaa muda mrefu, lakini sioni hiyo progress ya Duchu kuja kuwa top defender kwenye lile eneo. Nafikiri Simba wangeangalia namna ya kumpata beki ambaye atakwenda kuchallenge moja kwa moja kwenye ile position. Bwana nashukuru sana. Asante sana ndugu yangu.